wasakhara shamsa wal qamara, Allah akalidhalilisha na kulituliza jua na mwezi. Kavidhalilisha na kuvituliza, vinafanya vile yatakavyo, havina ujanja. Jua lina makali ya kutisha kabisa, linatembea tu, Mungu kalitaka liwe hivyo. Na mwezi nao vile vile akasema Allah, kullu yajri ila ajalin musamma. Kullun tanwinu iwadhin an kalima kullu wahidin ay minhum, kila kimoja kati ya jua na mwezi, yajri ila ajalin musamma, inatembea kwa kasi yake mpaka kwenye muda wake uliokadiriwa. Ila ajalin musamma, ila ajalin muqaddari la. Kule katika Yasini nasemaje? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjuni, sina hivyo Mwezi Allah anasema tumeupangia vituo vile unavyoona leo, kesho, unatembea katika nini? Vituo vyake, kama vile gari ya mwendo kasi inapotoka huko, inapotoka mpaka inafika Mbagala, ina vituo vyake. Basi ndio hivyo hivyo na mwezi nao na nini? Vituo vyake. Sasa sijui akina Mwalimu Hamid huko kwenu kwenye sekula, lakini huku ukisoma mwezi unatembea na jua linatembea kwa mujibu wa Qur'an. Mwezi unatembea na jua, washamsu tajri ila mustaqarri la. Tajri maana tajri tasra'u, ndio maana tajri tasra'u. Jua nalo linatembea kwa spidi, limustaqarri la, lamu dharfi kwa maana ya fi, lamu dharfi. Jua latembea kwa kasi, limustaqarri la, ai fi mustaqarri la, katika muhimili wake inazunguka. Jua lina muhimili fi mustaqarri la, kwenye kituo chake tembea. Kwa hiyo jua linatembea, mwezi unatembea. Sasa sijui huko mnaambizana vipi huko kwenye elimu isiyohitaji huko. Kule tukasome, lakini sio kila kitu tukubali, vitu vingine tuangalie vinakubaliana na dini. Vikikubaliana ndivyo, havikubaliani tunawaachia wenye. Si ushasoma ushajua kwamba watu wajinga? Kujua ujinga wa mtu nayo ni elimu. Fahamu nzuri Si tumesomeshwa kule, hata mimi nimesoma ile kwamba asili ya mwanadamu ni nyani. Unasemaje? Hiyo labda wewe Mahimbo tu ndo asili yako nyani. Mimi asili yangu mtu hivi hivi. Waje bwana, asili ya mwanadamu nyani, naona kubali. Wewe asili yako nyani? Sherama vipi? Wewe nyani asili yako? Sio nyani wewe. Asili ya mwanadamu ni mwanadamu tu, isipokuwa asili ya Adamu ni udongo. Umenielewa Kuna mwanadamu na nani? Na Adamu. Asili ya mwanadamu ni mwanadamu, isipokuwa asili ya Adamu ni udongo. Baba yetu Adamu katokana na udongo. Sisi sote tumetokana na watu. Mtu katoka kwa mtu. Au unasemaje? Kama wewe umeridhia mbonde, sawa, wewe kwa asili yako nyani hivyo hivyo. Baba mzee Mkulala, wewe asili yako nyani? Haiwezekani. Na usikubali kutolewa kwenye, lakini tumesoma skuli. Wacha tusome, wacha tuelewe, lakini shida ni kwenye kufanyia kazi na kukubaliana nalo. Ni kweli mwanadamu asili yake nyani, wengedele, isipokuwa tunasoma ndani ya Qur'ani, wapo nyani waliotoka kwa nyani, wapo nyani asili yao ni nani? Mwanadamu. Sio mwanadamu asili yake nyani. Ndani ya Qur'ani ipo hivyo. Ndani ya Qur'ani wapo hao nyani asili yake ni nani? Wale wa Sabato waliotajwa katika Bakara aliwaambia Allah, kunu qiradatan khasiin, badilikeni. Na ile inaitwa amru takwini. Amri ile inaitwa amru at-takwini, ni amri ya kutengeneza. Una choice, inakuwa tu.
amruhu baina alkafi wan nuni, mambo ya Mungu anaendesha kati ya kafu na nuni tu, kun faya. Kwa aliwaambia wale wa Sabato, kunu qiradatan khasi, badilikeni kuwa sasa hivi mangedere ilikuwa duni kabisa, wakabadilika. Kwa hiyo wapo ngedere walitokana na wanadamu. Nitafutie hao wanadamu walitoka kwenye ngedere, unawapata wapi? Nyi wasekula simupo hapa, wazee wa Islam. Yani kuna watu wamekaa duniani kazi yao kuwaongopea wenzao tu maksudi. Ndio maana limezoeleka hata katika baadhi ya historia inayohusu nchi yetu, kuna watu wamebadilisha vitu maksudi. Kuna vitu naambiwa ni katika historia ya Tanzania sivyo, vyenyewe vimefichwa. Khala, achana navyo. Soma Qur'ani, soma sekula. Vinavyokubaliana huko katika geography na science na Qur'ani, right. Kama vikubaliana na Qur'ani, achana navyo, weshika nini? Qur'ani. Hudan lilmuttaqin. Pengine Mungu kasemaje? Hadha bayanun linnas. Hadha le huu ndio ufafanuzi wa kila kitu kwenye maisha ya watu. Hadha bayanun linnas, hadha bayanun lihayati nnas. Mchanganuo wa maisha ya watu yote ni ndani ya nini? Ndio maana pengine Mungu akasema hadha basairu linnas. Hii Qur'ani ni x-ray. Kila unachotaka kwenda kujipima, ukiingia ndani ya Qur'ani majibu yanatoka. Labda wewe hujui tu Qur'ani, unadhania kama gazeti la Mwanaspoti.